concert. Na tukitoka hapa Dar es Salaam tarehe 20 tutakuwa Royal Village Dodoma. Na tarehe 27 tutakuwa kwa Tunza Beach Arena Mwanza. Na tutawatangazia kama kutakuwa na mkoa mwingine tena, lakini kwa kuanzia tumeanza Dar es Salaam, tunakwenda Dodoma, alafu tutakuwa Mwanza. Kuna kipi ambacho kimejificha kwenye diary ya Jidi? Kuna vitu vingi ambavyo watu hawavifahamu, lakini ni story za maisha yangu ya utoto ninapokuwa na muziki kwa ujumla. Kwa hivyo nimeona ni kitu kizuri kwa watu wapate kujua safari yangu ilikuwaje. Kuna vitu ambavyo wanakuwa wanasikia lakini hawana uhakika, au kuna vitu wanaambiwa lakini kutoka kwa mtu wa pili na watatu, lakini hawajavisikia kutoka kwangu. Na story siku zote inapopitia kwa watu watatu mpaka wanne hadi kufikia inakuwa imebadilika, lakini story unapoisikia kutoka kwa mwenyewe inakuwa ndio story original. Okay, muziki wako najua ni kipaji, ni maisha yako. Una ukomo labda baada ya miaka 25 useme sasa hebu niwaachie na mabinti wengine waendelee? Kwa bahati nzuri sana muziki hauna retirement, kwa sababu sio ajira ya kusema umeajiriwa, ni umejiajiri wewe mwenyewe. Alafu ni addiction, ni hobby, ni passion. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho unachokipenda, hakuna expire date wala hakuna retirement. Watu wengi tumewaona wanaimba mpaka wengine wanaangukia jukwaani wanakufa. Kwa hiyo ni pale tu nguvu zitakapokuishia, kwa sababu hii ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu anakuwa amekupa. Sio kitu ambacho unasema unaachia mtu. Huwezi kumwachia mtu moyo wako. Siku unapouachia ina maana ndio umekufa. Safi, hongera sana. Miaka 25 ya safari ya Lady JD mpaka kufikia leo, ina mchoro gani kwa muziki unaokuja sasa hivi na watu wanaofahamu Lady JD kwa sasa kizazi hiki kingine? Nafikiri mchoro halisi ni picha kubwa ya kuwa imara na kukiamini kile unachofanya. Na miaka 25 yako leo wakati unaendelea kufurahia, unakumbuka tukio gani ambalo lilikuvisha nyuma lakini ulikuwa ni mwanamke imara utasimama nao? Nafikiri leo kwa kuwa tunasherehekea na tunafurahia ushindi na mafanikio, ni vizuri kufocus na mambo mazuri zaidi kuliko kufocus na mambo mabaya. Lady JD wa namna gani? Lady JD ambaye mnamfahamu na Lady JD ambaye hamumfahamu na Lady JD mnayempenda. Asante. Pia show ya leo umededicate kwa wanawake watatu, kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Clementina Habash pamoja na mwanamke mamangu mzazi, sio mwanamke mwingine. Wana nafasi gani kwenye maisha yako na wanamaanisha nini hasa katika siku hii leo? Mimi kama mwanamke na wanawake ambao ni kama walezi wa jamii na walezi wangu mimi, nimeona ni busara sana kutoa heshima kwao, kwa sababu kwanza ni kwa mama yangu ambaye amenilea, na mama wa mume ambaye nilikuwa nimeolewa, na mama ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni kioo kwa wanawake wote katika nchi.